Misimamo mikali ya Rais Xi Jinping wa China imefanya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kurudi chini na kuanza upya kutaka kufanya mazungumzo. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitamka hadharani kupitia vyombo vya habari akidai kwamba amezungumza na Rais Xi Jinping wa China kwamba amemwalika Beijing kwa ajili ya kwenda kufanya mazungumzo. Lakini wachambuzi wa mambo wanasema upanga wa China uko juu ya viwanda vya kijeshi vya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Kutokana na vikwazo ambavyo China imeziwekea nchi za Ulaya na Marekani katika usafirishaji wa madini adimu na sumaku zinazotengenezwa kutokana na madini hayo, vimeleta changamoto kubwa kwa shughuli za kijeshi za Marekani na washirika wake wa Ulaya. Gazeti la New York Times limeripoti siku ya Jumatatu kwamba vikwazo vya China katika uuzaji wa madini adimu nje ya nchi vimehatarisha uwezo wa Marekani na Ulaya wa kuimarisha uzalishaji wa silaha za kisasa na za hali ya juu zilizopungua kutokana na vita vya Ukraine na Gaza. Moja ya madini hayo muhimu ambayo China imesimamia kuziuzia nchi za Ulaya na Marekani ni dutu inayoitwa samarium. Dutu hii ni muhimu kwa ajili ya uzalishaji wa sumaku zinazokabiliana na joto. Sumaku hizo zinaweza kustahimili hali joto ya kiwango cha kuyeyusha risasi na ni muhimu sana katika injini za umeme zinazokwenda kwa kasi ya hali ya juu ambazo hutumika katika maeneo yaliyozibwa kila sehemu kama vile koni za makombora ya ndege za kivita za F-35. Hivyo ndege za Lockheed Martin za F-35 zinahitaji takribani kilo 22.5 za sumaku za madini ya samarium. Stanley Trott, mtaalamu wa madini katika chuo kikuu cha Denver's Metropolitan, ambaye pia ni mtaalamu wa sumaku za samarium tangu miaka 1970, ameliambia gazeti la The Washington Post kwamba tofauti na aina nyingine sita adimu za madini ya sumaku ambayo yanahitajika mno kwa matumizi ya kiraia, aina hii ya madini ya samarium inatumika takribani kwa matumizi ya kijeshi tu. China ina 90% ya uwezo wa ulimwengu wa kuchimba na kusafirisha madini adimu na kuzalisha sumaku kwa kutumia madini hayo, na kwamba 10% imebaki katika mataifa mengine ulimwenguni, na hivyo China inategemewa kwa 10% kubwa juu ya upatikanaji wa madini hayo. Kwa miaka mingi, China imekuwa muuzaji pekee duniani wa madini ya samarium. Kukataa Beijing kuziuzia nchi za Ulaya na Marekani madini hayo ambazo sumaku zinatengenezwa kwa madini hayo kumeviletea changamoto kubwa viwanda vya silaha vya Marekani na Ulaya, nchi ambazo zimetumia silaha zao nyingi katika vita vya Ukraine pamoja na vile vya ukanda wa Gaza. Lakini pia wakati huu baadhi ya viongozi wa mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani, wanaona hakuna njia ambayo itaweza kusaidia juu ya kupata bidhaa hizo zaidi ya kufanya mazungumzo na viongozi wa Uchina. Hii ndio sababu ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba amezungumza na Rais wa China Bwana Xi Jinping, lakini moja kati ya kitu ambacho Bwana Xi Jinping amemweleza rais huyo ni kwamba kama atahitaji mazungumzo zaidi anapaswa kuelekea nchini China katika jiji la Beijing kwa ajili ya kufanya mazungumzo zaidi, kutokana na kwamba moja kati ya jeuri ya Rais wa Marekani Donald Trump ambaye anaamini bidhaa nyingi zinahitajika nchini Marekani na soko kubwa la baadhi ya bidhaa nyingi ulimwenguni lipo katika taifa lake, aliongeza vikwazo katika ushuru, huku akiongeza ushuru zaidi kwa bidhaa ambazo kwa mfano kwa upande wa China zilifikia karibia 145%, jambo ambalo halikuwahi kushuhudiwa tangu uhusiano wa Marekani na China ulipoanzishwa. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo walisema kwamba hii ingekuja kusababisha kutofanyika kwa biashara kabisa baina ya Marekani pamoja na Uchina. Kutokana na hali kama hiyo, wachambuzi wa mambo hasa wa kiuchumi walitarajia kwamba hali ya uchumi wa ulimwengu ingekuja kushuka kwa kiasi kikubwa, na hii ingekuja kusababisha hali kuwa mbaya zaidi katika ulimwengu. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kuyafahamu haya kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua ya ulimwengu.